Akili na elimu ni kitu kimoja, kwa maana ya kwamba akili ndiyo elimu na elimu ndiyo akili. Wapo watu wanadhania hivyo, bali ikafika wakati kuonekana aliye fasaha zaidi kujieleza ndiyo mwenye elimu. Watu walifika huko. Ukiwa mtu hodari wa kuyapanga maneno kiasi watu wakakuelewa, basi wapo wanaoamini kuwa hiyo ndiyo elimu. Mripuko wa ufahamu, mripuko wa uelewa ulizalisha vitu vingi sana na kuteka jamii kwa njia za kimakundi, kwa uhodari wa kupanga maneno, kwa uhodari wa kiakili, na ikadhaniwa kuwa ni elimu, jambo ambalo limepelekea kuzorotesha, kama si kurudisha nyuma, safari ya maendeleo ya jamii ya Waislamu. Jamii ambayo tukirejea katika historia alifanya kazi kubwa sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuitengenezea misingi ya maendeleo, kuitengenezea misingi ya mshikamano, kuitengenezea misingi ya umoja. Haya yote yalikuwa targeti yake ni safari ya maendeleo ya jamii ya Kiislamu. Jambo linapokwenda mbele lina sura mbili: kupendeza zaidi ama kuzorota zaidi. Jamii imeruhusu akili nyingi zitumike kulikoni elimu nyingi. Tunaona kila kukicha safari ya maendeleo ya Waislamu kana kwamba inakuwa ndoto. Mbaya zaidi, Waislamu hatujaamka kwamba tunakokwenda sasa tunakwenda katika lugha ya Waswahili ya rabi nafsi yangu. Suala la kuangalia mujtama'ul umma, mshikamano na umoja wa umma katika tatawurul hayati wa tatawurul islami, maendeleo ya kimaisha na maendeleo ya Uislamu, inaonekana kuwa ni ndoto. Akili ilipewa sana nafasi kulikoni elimu, na watu wakaamini akili ndiyo elimu. Na ushahidi wa hilo, ukikaa katika jamii za watu, vikao mbalimbali, wanapojadili mambo ya dini, unapata picha kabisa msemaji huyu sasa inaonekana hajawahi kukaa kwenye elimu, hakusoma, lakini hiki anachotuambia sasa, hii ni akili. Vikao vya kahawa, vikao vya alkasusi vinajadili mambo mbalimbali, maskani na vijiwe. Imefika wakati mpaka katika baadhi ya misikiti yanajadiliwa na kuzungumzwa mambo ya dini, ikitumika zaidi akili kulikoni kupewa nafasi elimu, na watu wanaamini akili ndiyo elimu. Usisahau maudhui yetu ya leo, matumizi ya elimu na akili katika kuielekea sheria. Ebu tuguse iktitafan basita
akili ni nini, elimu ni nini, kwa ufupi na kwa njia nyepesi kabisa. Nini akili? Nini elimu? Kwa kuwa akili ni chombo cha kupokelea mambo ikiwemo elimu, hebu tuanze kukieleza chombo, kisha tuje tueleze kinachobebwa. Elimu ndiyo chombo. Akili ndiyo chombo. Nini akili? Ziko definition nyingi sana zinazoelezea akili ni kitu gani. Nachukua definition fupi nyepesi ili turahisishie safari yetu ya muhadhara. Akili. Al-aqlu huwa alatul idraki. Al-aqlu huwa alatul idraki allati tatakawanu fi jawanibil maddi ay jawanibil mukh. Akili ndiyo chombo cha uelewa. Akili ndiyo chombo cha kufahamu, chombo ambacho kinatengenezeka kupitia katika wigo na uwanja wa ubongo. Kwenye uwanja wa ubongo ndiko panapotengenezeka mashine ya akili. Ikiwa hiyo ndiyo maana, al-aqlu huwa alatul idraki allati tatakawanu fi jawanibil mukh, ndiyo chombo kinachomsaidia mtu kufahamu, chombo ambacho kiwanda chake ni ubongo. Ili ufahamu ulio sawasawa, unahitaji kitu kinachoitwa akili. Kwa hiyo huo ufahamu, elimu, ili iwe imekwenda sawa, inahitaji akili. Ubongo huu unategemeana na madini na hali ya ubongo ulivyo. Kwa hiyo uwezo wa akili wa wanadamu utatofautiana kulingana na hali ya ubongo wenyewe, ambao hapo ndiyo kwenye kiwanda cha akili. Uwezo wa ubongo, uwezo wa kiafya kwa ujumla wake wanatumia hivyo, uwezo wa afya ya mwili ndiyo inayotengeneza uwezo mzuri na spidi ya ufahamu. Moja katika doti za afya za mwili, ikilega na uwezo wa ufahamu unashuka. Wataalamu wa ilmu nafs wana maneno yao, wanasema al-aqlu salim fil jismi salimi. Al-aqlu salimu fil jismi salimi. Akili iliyo nzima, akili iliyo sawasawa inapatikana katika mwili uliokuwa na afya nzuri.